Miradi hii imekuwa ikitunufaisha sana. Kuna ongezeko la kipato kabla ya miradi haijafika, na saizi tumepata ongezeko la mavuno tofauti na kipindi cha nyuma wakati hatuna miradi. Nampongeza sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea hii miradi, na rai yangu naomba asikome wala asichoke. Mama kipenzi cha watu, tunaomba endelee kutuona Wanambalali, kutuongezea miradi mingine iongezeke. Kwa mavuno ya msimu huu tumeona kwa jicho, hata unavyotazama unaona kwa ushuhuda kabisa mavuno ni mengi. Lakini kilichochangia mavuno ni mengi ni hii mifereji ambayo mama yetu Mheshimiwa Rais Samia kutoa hela kwenye Wizara ya Kilimo na kutuangalia katika maeneo ya skimu mbalimbali, hususan na skimu ya kwetu Utulo, kutupa hilo fungu, na ndio maana haya mavuno leo tunayafurahia. Lakini sasa huu mradi bado haujaisha. Kulingana na mavuno ambayo tunayaona, tulikuwa tunamuomba sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan aendelee kutuboreshea hii mifereji ili tuendelee kupata mavuno zaidi ya haya tunayoyaona. Tulikuwa tuna kilimo cha kizamani ambacho kwa kweli tija yake ilikuwa ni kidogo. Kwenye ekari tulikuwa tunatoa gunia 15. Sana umejitahidi gunia 20. Lakini baada ya hii miradi kuja na wataalamu kutushauri jinsi ya kilimo cha kisasa, kwa kweli tija imeongezeka sana. Tunatoa gunia kuanzia gunia 45. Ikiwezekana unaweza kufikisha hadi 50. Lakini mwanzo kwa kweli tulikuwa tunalima kilimo cha kienyeji. Halafu tena serikali imetusaidia kutengeneza miundombinu hii ya mifereji, na imesaidia sehemu kubwa sana kuongeza kipato. Pamoja na hayo yote, tulikuwa tunaiomba serikali sichoke. Huu mradi ndio unaendelea kufanywa kazi. Kwa mfano hii miundombinu inaendelea kufanywa kazi, bado haijakamilika. Kuna baadhi ya maeneo yanatakiwa yarekebishwe ili yalete tija zaidi. Tunaiomba serikali yetu itusaidie ili tuweze kufika hatua ya juu zaidi. Tuna mambo matatu muhimu ambayo ni lazima sisi kama watu tunaonufaika na mradi wa umwagiliaji tuyafanye. Kwanza, tutunze miundombinu ile ya umwagiliaji ili iwe endelevu, itumike kwa muda mrefu. Jambo la pili, tuhakikishe vipato vyetu vinaongezeka. Hakutakuwa na faida yoyote kama unajengewa mradi vizuri, kipato bado kinakuwa kile kile. Lakini jambo la tatu, nchi yetu ina maeneo mengi yanahitaji kujengewa miundombinu ya umwagiliaji. Lazima tuwe waaminifu kama skimu kulipa 25% ya tozo ya serikali ili hizi huduma ya umwagiliaji iendelee nchi nzima. Tumekuwa tukitekeleza miradi hii toka mwaka 2021, lakini kwa wastani mpaka sasa hivi miradi ambayo tuko nayo katika wilaya ya Mbalali ina thamani ya takriban zaidi ya bilioni 80. Lakini utekelezaji kwa wastani sasa tumeshatekeleza kwa 60%. Lakini sisi kama wasimamizi wa ukarabati wa miradi hii tumeanza kuona tija ya miradi hii, japokuwa bado haijakamilika. Kama nilivyokwisha kusema, hii miradi tumeshatekeleza kwa 60% na tunategemea mpaka kufika Novemba mwaka huu basi hii miradi mingi hiyo imekamilika, au kama sio kukamilika basi imefika angalau 90% na kidogo. Mimi nitoe wito tu kwanza kwa wakulima wetu wa Mbalali kuhakikisha kwamba wanatunza hii miundombinu. Hii miradi sote tunafahamu, waandishi wa habari, ni miradi ambayo ni ya gharama sana. Unapozungumzia bilioni 80 kwa miradi kubwa ni fedha nyingi sana. Kwa hiyo niwaombe wakulima wangu wajitahidi kuitunza hii miundombinu, kuitumia vizuri ili ipate kuleta tija kama tija ambao wameanza kuipata kabla hata miradi hii haijakamilika. Halmashauri ya wilaya ya Mbalali chanzo chake kikuu cha mapato ni katika sekta ya kilimo, na chanzo hiko ni cha mpunga. Kwa mwaka wa fedha wa 2024-2025, sekta ya kilimo cha mpunga pekee ilituzalishia zaidi ya 80% ya mapato ya ndani ya halmashauri ya Mbalali. Kwa mwaka huo wa 2024-2025, halmashauri ya Mbalali ilifanikiwa kukusanya bilioni 10 katika mapato yake ya ndani. Kiasi cha uzalishaji kuongezeka kutoka tani 255,718 kwa mwaka 2020 hadi kufikia tani 430,452 kwa mwaka 2026.